Mungu, omba moyo mwenyewe, mimine kwa Mungu mwenyewe. Hata kuna hizo nyingine tutakuwa tukifunga, tutaanzia kwa leo. Omba mwenyewe tu, mimina moyo kwa Mungu mwenyewe. Yeye ni Isaya moja kwa mbili tatu. Tufanye hivyo, tutatoka omba kwa nguvu, kwa kupiga magoti, kwa kulala tayari vile utakavyoona unaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Nikupunga basi mkono, maana kwenda tumekaa muda mrefu hatujajinyosha kidogo. Basi ni jambo la kushukuru Mungu sana katika jioni hii ya leo, na tunashukuru kwa matendo yake makuu ambayo ametenda katika maisha yetu. Tunajua kuwepo hapa ni kwa sababu yeye yupo na ametuwezesha. Kwa hiyo kila mtu ana jambo la kumshukuru Mungu. Ninapenda kuwakaribisha katika kipindi hiki cha jioni hii ya leo, na asante hata kwa kanisa na kipindi ambacho kimepita cha maombi na nyimbo. Bwana awabariki sana. Kika kusikiliza nyimbo, natamani tu usikilize nyimbo siwe zinaimbwa, lakini basi ndio maana tunafurahi tuko kanisani. Katika mfululizo wetu wa masomo ya maombi tutaendelea nayo, lakini leo tunayo special program kwa ajili ya maombi. Maombi yana nguvu. Tunapopeleka haja zetu kwa Bwana, Bwana anasikia. Tuwe na imani ya kwamba Bwana anasikia. Tukiruhusu hapa tupate shuhuda za jinsi ambavyo Bwana ametutendea baada ya kuomba, tutasikia shuhuda nyingi na kubwa sana. Kwa hilo ni jambo ambalo linatusukuma sisi tuzidi kuomba zaidi. Katika jioni hii tutakuwa na hii session ya maombi. Somo letu leo katika mfululizo wa masomo ni somo fupi sana, na tutakuwa tuna mjadala kidogo, na baadaye basi tutakuwa tumemaliza kipindi chetu. Kwa hiyo muda mwingi tutautumia katika maombi. Bwana asifiwe sana. Tutaenda kuomba kwa awamu. Tutakuwa na vitu kama 5 hivi vya kuombea, na jambo la kwanza tutaomba kwa ajili ya mahitaji ya kanisa. Bwana asifiwe. Mahitaji ya kanisa letu hili la Kibada, mahitaji yake ni yapi? Tunaenda kuomba na Bwana anasikia.
sehemu mbalimbali tumepata visa jinsi ambavyo washiriki wakiungana kwa umoja katika kanisa kuombea mahitaji yao yana nguvu sana na Bwana anasikia. Sehemu fulani dada mmoja akatoa kisa cha jinsi ambavyo walikuwa wakimwomba Mungu sana habari ya ujenzi wa kanisa lao. Ndani ya zile siku za maombi walizokuwa wamejipangia kama kanisa, alitokea mtu na akawa amefadhili kiasi fulani kwa ajili ya ujenzi wa ile kanisa. Kwa hiyo wakamwona Mungu wazi wazi kwa macho yao. Kwa hiyo ni mambo tu machache ambayo tunaweza tukashuhudia jinsi ambavyo Bwana ametenda, lakini ninaamini katika kanisa hili la ibada Bwana ameshawatendea mambo makubwa, na hivi hatuna mashaka sasa tunapoenda kuomba kwa ajili ya mahitaji hayo. Basi nitamkaribisha mzee wa kanisa anapokuja kusema. Nakumbuka katika kitabu kile cha Matendo sura ya 2 na mstari ule wa 42. Matendo sura ya 2 mstari ule wa 42. Kama kuna mtu amepata anaweza akasoma, unaweza ukaandika ili tuweze kwenda kwa haraka, lakini pale inaelezea jinsi wanafunzi wa Yesu walipoambiwa msitoke mpaka amepata Roho Mtakatifu, nao walikaa kwa pamoja kwa umoja wakiumega mkate na kuwa na ushirika wa pamoja katika kusali. Lakini nini ambacho kilitokea? Tuliona matokeo makubwa sana, ule umoja, vitu vikawa kwa shirika, lakini waliweza walipoenda kwa ajili ya kazi wakatoka katika ile Pentekoste, tunaona jinsi ambavyo watu wengi walipokea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaamini katika hili, katika Matendo 2:42 kifungu ambalo linatuelekeza kwamba tukiwa na umoja na tukamwomba Mungu kwa mahitaji yetu ya kanisa, Bwana anasikia. Karibu mzee wa kanisa, tutajia mambo hayo ya kuombea, na baada ya hapo tutagawanyika wawili kuombea mambo ambayo mzee atayataja. Asante. Jambo la kwanza ambalo tutakaloombea, kwa kweli tuna udhaifu katika matoleo kwa mpango. Hii lazima tuliombee sana. Mungu atusaidie, patie nguvu ya kutoa kwa mpango kwa 20% ambayo ndio mpango wa bajeti kubwa ya kanisa ambayo mwaka tunapitisha bilioni 2. Itawezekana tu Mungu akufungulie milango ya baraka, lakini pia tuweke kale kutoka kwa mpango. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tuna project ya ujenzi ambayo kwa kweli tunaomba Mungu afungue milango. Lakini pia tunatafuta kiwanja kule Goroka. Tunahitaji Mungu afungue milango kwa kiwanja kwa ajili ya kundi letu la Goroka. Na jambo la tatu, kawaida huwa tunaomba kwa ajili ya nguvu ya Roho Mtakatifu katika kanisa. Jambo la mwisho tunaombea juu ya wagonjwa kwenye kanisa letu. Tutaomba kwa ajili yao, kwa watu wapita tunaanza majina hapa ya wagonjwa, tuombe Mungu aweze kupatia unafuu wa kupona. Haya yanatosha. Asante sana. Yawezekana usiweze kuyakumbuka yote, lakini kwa wakati tutakapokuwa tumegawanyika wawili, yale ambayo Roho Mungu atatukumbusha tuyaombee. Na baada ya hapo, baada ya maombi hayo, basi nitaomba mama mchungaji wetu, mama mchungaji Koroso, kisha ona kama ukimya fulani utahitimisha katika maombi hayo. Basi na tugawanyike wawili kwa ajili ya maombi. Yesu anasema
mbele zako saa za jioni, tutaleta maombi yetu mikononi mwako. Tunapokuja mbele zako jioni hii, tunaliweka kanisa letu la ibada mikononi mwako, tukiomba ukapate kutusaidia maombi yetu sasa na rehema zako. Katika kanisa letu hili kuna mahitaji mbalimbali. Kuna kiwanja ambacho katika kanisa hili tunaomba ukapate kutusaidia katika kundi letu. Kwa uwezo wetu hatutaweza, lakini Mungu wetu tunaomba kutendee miujiza yako, hatimaye kundi letu likapate sehemu ya kuabudu. Endelea kubariki mipango ya kanisa hili, hata ujenzi unaendelea katika kanisa hili, tunaweka mikononi mwako. Kuna wagonjwa katika kanisa hili, tunazidi kuwaombea. Wengine wako katika kanisa hili, wengine wako majumbani, wengine hospitalini. Baba wa mbinguni, endelea kuwapatia uponyaji wako. Tunaamini kwamba utatusaidia hata katika matoleo yetu katika kanisa hili, tusaidie tukapate kuwa na moyo wa kutoa kwa mpango. Tunaamini kwamba hata masomo yanayoendelea katika juma hili, mhubiri anapokuwa katika utoaji wa masomo, tunaomba ukapate kufunika na damu yako. Endelea kumsaidia na kumpatia ujua wa maneno ya kuongea, ili kwamba tunapokuwa katika kusikiliza neno lako, nasi tukapate kuyaelewa na kupata kuyaenenda sawasawa na neema yako. Tunaamini utatutendea sawasawa na neema yako. Tunachote mikononi mwako, nasi kwa kuwa na utatujibu maombi yetu sawasawa na neema zako. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu, amen. Tutaenda kuombea vijana wa hili kanisa, wa kike na wa kiume. Tutaenda kusoma katika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 12. Unaweza ukafungua Timotheo wa kwanza 4:12. Mtu awaye yote asimdharau ujana wako. Bwana asifiwe sana. Kuna vijana ambao wamekatishwa tamaa kwa mambo mbalimbali, tunaenda kuwaombea. Lakini pia tusoma Zaburi 119 mstari wa 9, ni kwa jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii neno la Mungu. Sasa kuna mambo kadhaa ya kuombea vijana leo. Kuna wengine ambao wameingia kwenye uraibu wa aina yoyote, tunaenda kuombea, lakini tutawaombea Mungu awasaidie katika mipango yao walio nayo katika maisha. Wengine wamefika mahali wamekatishwa tamaa, na wao pia wamekata tamaa, nao tutawaombea kwamba Mungu aweke nguvu mpya ndani yao. Wale ambao wanatamani kufanya jambo fulani kwa ajili ya maisha yao, ni biashara, ni kazi kupata, wengine wanahitaji wenzi kwa maisha. Hayo maombi yote tunaenda kuyaombea hapo. Haleluya. Basi kwa muda huu tutaomba na mama mmoja na baba mmoja ambao watakuja hapa mbele, na sisi wengine tutasimama, tutaomba. Kwa hiyo nikaribishe mama mmoja na baba mmoja ambao wako tayari kuomba maombi hayo. Oh
Tuweze kusimama kijana, wakati maombi yanaendelea. Ombea jambo fulani, wewe hatujamtaja, lakini ni shauku yako kwamba Bwana ni katika kusanyiko hili. Bwana yuko pamoja nasi katika maombi yako. Tuombe. Baba yetu unaishi juu mbinguni, tunashukuru sana kwa wiki nzima mpaka leo tuko maombi ya Jumatano, bila la kushukuru sifa. Kwa nafasi kuombea vijana, nachukua nafasi kuombea vijana wa kiume ambao ndani ya mji huu, hata ndani ya kanisa hili kuna changamoto nyingi sana. Kuna changamoto ya mapato, kuna changamoto ya mtandao, kuna changamoto nyingi. Bwana, ili kusaidia hao vijana wa taifa letu, ndio kanisa letu la kesho. Wasaidia hao vijana. Hata waliokuja hapa kanisa tunashukuru sana. Ukiona vijana wamekuja leo, jina lako lipate sifa. Wenzao wale wabaki huko, zidi kubarikia hao vijana. Useme kweli, Mungu zidi kuwashikilia. Vijana wengi sana katika kanisa hili, zidi kuwabariki. Lakini Bwana ubariki. Wanapofikia maisha ya kuchagua chumba, wanapofikia maisha ya kutafuta kazi, wengine wamaliza vyuo lakini hawajapata ajira, Bwana zidi kuwasimamia. Wengine wana wazazi, wanapitia ngumu sana ya maisha. Kama sisi wakuwa ndio tunapitia aibu, wao wanapataje? Bwana zidi kubariki hao vijana. Ndio Yesu Kristo. Amen. Asante Mtakatifu kwa neema yako, kwa fadhili zako ambazo zinadumu milele na hata milele. Kwa namna ya pekee sana ninawakabidhi vijana mikononi mwako. Wewe Mungu uliyewaumba hata kabla ya kuingia kwenye tumbo za mama yao, Mungu uliwajua na kuwafahamu vyema. Na walete mikononi mwako Mwokozi hawa vijana ambao wameamua kukutafuta wewe. Ninakusihi Yesu, wanapokutafuta ukapatikane. Siku yoyote hawa vijana wakikuita Mungu, wapigapo maombi wakakulilia Yesu, na kusihi wanaponyanyuka wakainuke na majibu ya maombi yao. Usiwasahau kwa namna yoyote ile Yesu. Wanaotafuta kazi, Mungu ninakusihi kawape. Wanaotafuta wachumba, Yesu ninakusihi kawape wachumba awenza ambao ni waaminifu na wema, ambao wataendelea kulitukuza jina lako. Mtakatifu, kuna vijana wengi ambao wametupotelea kwenye madawa ya kulevya na katika mambo mengine ambayo hakika Mungu ni kero na chukizo mbele zako Yesu. Na kusihi hawa vijana Mungu, pasiwepo hata mmoja ambaye atakayepotelea katika mambo ya ulimwengu. Lakini tunao vijana wetu wengine ambao tayari Mungu kwa sasa hatuwaoni kanisani. Popote walipo Yesu, ninakuomba kwa sauti ya upole Yesu, kanene nao na kawarejeshe kanisani. Na kusihi hawa vijana wetu Mungu, wakawe ni furaha kwenye kanisa, na hata kwa wazazi wao Mungu wakafanyike ni furaha. Asante kwa sababu Mungu utaendelea kuwakumbuka, utawalinda, na hata mtakaporudi mara ya pili Yesu, hawa vijana wakaurithi ufalme wa mbinguni. Asante hata kwa sababu ya uimbaji wao, baadhi ambao wanaimba Yesu. Mungu watakaposimama hapa kuimba, utukufu wote ukakurudie. Tunawakabidhi mikononi mwako, endelea kuwatetea na kuwapigania Jehova. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amina. Oh
kutimizia kila mmoja sawasawa na hitaji lake. Kwa hiyo tunapokuja kwa Bwana, tunakuja tukiwa na furaha, tunakuja tukijua ya kwamba kwake ndio kila kitu tutapata. Wakati mwingine tunaweza kusoma vitabu, tunaweza kugoogle mambo mbalimbali, tunaweza kuenda kwa wale watu ambao wabobezi wa masuala haya, lakini tunapokuja kwa Baba wa mbinguni, yeye ni kila kitu kwetu. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine wapo watu wameshakata tamaa wenyewe, wanasema jambo langu mimi lina miaka mingi sana halijajibiwa, nimefunga sana na kuomba hata siku 100 halijajibiwa. Lakini nataka nikwambie, pale ambapo tunashindwa ndipo Mungu anapoanzia. Kwa hiyo tusikate tamaa kwa jambo lolote. Katika wanandoa kuna watu ambao wako na migogoro isiyoisha. Ukiisha huu, kesho unaanza. Ukisema huu umeisha, sasa mwingine unakuja juu zaidi. Lakini wapo wengine ambao wapo katika nyakati ngumu za kupeana talaka. Hizo nazo ni nyakati ngumu sana, lakini Yesu ana uwezo wa kuziondoa nyakati ngumu unazozipitia katika ndoa. Lakini kwa wanandoa, jambo lingine ni kutokuwa waaminifu. Jambo hili limekuwa likitesa ndoa sana. Yawezekana umegundua mwenzi wako si mwaminifu na umekuwa ukiomba sana, lakini leo ninaamini Bwana anaenda kukutendea. Lakini jambo lingine kwa wanandoa ni wale ambao wameoana kwa muda mrefu na hawajabarikiwa bado kupata watoto. Lakini kwa maombi mengi Mungu wetu huwa anasikia. Wapo watu wamekaa miaka mingi na baadaye Mungu akawajalia watoto. Kwa hiyo kwa maombi haya tuombe bila kukoma, tuombe bila kuchoka. Ni jambo gani katika ndoa yako linalokusibu na unafikiri kwamba Bwana halijui? Bwana anafahamu. Lolote lile. Yawezekana wewe umekuwa kikwazo na umegundua mimi kikwazo katika ndoa yangu. Bwana yuko tayari kusikia ombi lako ili uache kuwa kikwazo. Tukisoma hapo tutaenda kuombea hayo mambo, lakini tutawaombea wanaume wawapende wake zao. Bwana asifiwe. Katika Waefeso 5:25, amina ni ndogo sana au kuna shida? Hapo kuna shida kwenye upendo, kwamba watu tuko bize sana kiasi kwamba muda wa kuonyesha upendo tena hatuna. Na muda wa juma nzima hapa tumejifunza. Leo nilikuwa namchekesha mtu mmoja, nimeona ni kijana anakaribia kuoa. Kwenye skrini yake ameweka picha ya mchumba wake, sijui kwenye nini, skrini ya kompyuta hivyo. Yaani anakuambia kila siku anapoamka anamsave kwa namna anayoiona kwake ni nzuri kila siku. Basi nilipoiona ile picha nikafurahi sana, nikamwambia, yaani ninatamani hii picha uisave maisha yako yote. Hivi zile picha sijui zinaishia wapi? Kuna sehemu zinaishia, ila sijui ni wapi. Bado unakuta mwanzoni mtu atabadilisha picha, kufanya hivi, atafanya hivi, baadaye anaanza kuweka picha ya projects zake. Sasa mke tena haweki, wala mume haweki, wala picha zao za pamoja. Inafika muda tena hata za pamoja zinaondolewa, anaanza kuweka picha za watoto anawasikia pale, mara baba, mama na vingine. Kwa hiyo nikamtia moyo kwamba picha hizi zifanyeje, ziendelee, na ninaamini zitaendelea. Sasa tunaenda kuomba kwamba wanaume hawapende wake zao. Unajua kuna kitu hapo kikubwa sana. Yaani tunapowapenda wake zetu, kuna vitu vingi ambavyo vinapotea wenyewe. Si unajua upendo unasitiri wingi wa dhambi, Petro anasema. Kwa hiyo wakati ambavyo tunawapenda na wenyewe na mapungufu yetu hawayaoni. Wewe fikiria kile kipindi cha uchumba, tulikuwa tunaona mapungufu wale wanandoa. Yaani mapungufu mengi tulikuwa tuyaona, ila tulipoingia kwenye ndoa ndio tukaanza kuona kwanza huyu anatembeaje? Mbona sauti yake sielewi? Akilala usiku anakoroma. Ni kweli wakati wa uchumba ulikuwa hujui kama anakoroma, ni kweli, lakini nakwambia hata ungemsikia anakoroma kipindi cha uchumba unaona sawa. Kwa hiyo kuna vitu
tumeyaomba. Katika maombi haya nitaomba tu watu watatu ambao watakuja kuomba, na mimi ndio mmoja wapo. Watu wawili watakaojitolea kuja kuomba kwa ajili ya ndoa zetu, lakini wakati tunaomba, ombea jambo fulani ambalo limesumbua, hata kama sio muda mrefu ndio uliona leo wakati unakuja kanisani, kweli peleke kwa Bwana. Bwana yeye anasikia na kuondoa. Kwa hiyo karibuni watu wawili na mimi watatu, nitahitimisha hayo maombi. Kwa hiyo karibuni sana. Na hapa basi nitaomba wale wanandoa ndio waje kwa ajili ya kuombea haya. Karibuni kwa ajili ya maombi. Tutaimba kwa namba 200 tunapokuja kwa ajili ya maombi. Baba yetu aliye mbinguni, Mtakatifu, 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 Mungu wetu na Baba yetu mwema, tunayo kila sababu ya kusema asante kwa kuwa unastahili Yesu. Umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuwezesha, jina lako litukuzwe. Tulipoenenda kinyume na mapenzi yako kwa kuwaza, kunena na hata kutenda, naomba utusamehe. Tuko mbele yako, tunaomba maombi mengi na mimi umesikia. Na sasa tunawaleta wanandoa mikononi mwako. Huenda kuna changamoto na majaribu na mambo mengi yanawasibu. Yesu, naomba uweze kuwatetea. Yesu, ukatutetee na kutufunika na damu yako. Pale ambapo kuna wengine wanatamani hata talaka zitokee, Yesu, naomba ukanusuru hizo talaka kwa jina la Yesu. Yesu, kadumishe ndoa zenye upendo, zenye furaha na amani, ili hatimaye iwe mbingu ndogo na siku moja tuweze kuurithi ufalme wako mbinguni. Hata wale ambao huenda wanatamani jambo fulani likatokea kwenye ndoa zao, Yesu, naomba kadri upendavyo wewe uweze kuwasaidia na kuwatimizia sasa mapenzi yako. Wainue kiroho, kiuchumi, kimwili kwa mapenzi yako kwa jina la Yesu. Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunalinua na kulitukuza jina lako, jina pekee linalostahili sifa na utukufu mwingi, jina ambalo hata tunapolitaja hata shetani anatetemeka. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, unatuwezesha kufika mahali hapa kuabudu na kutukuza. Na katika session hii ya maombi, wakati huu tunawaleta wanandoa wote wa kanisa hili tuwaombea, tukiomba kwamba taasisi hii ya ndoa ambayo ni moja ya vitu vilivyovitamka kwamba ni vitakatifu, sasa utaziponya ndoa zetu. Lakini shetani amekuwa akishambulia sana taasisi hii ya ndoa. Hebu ndoa hizi tukaziepushe na ule mwovu shetani. Rejesha upendo ule wa awali wa wanandoa hata walipochumbiana, waliokuwa wanapendana. Hebu rejesha upendo ule wa awali ukarejea, kwani
pasipo upendo ndani ya nyumba, hata mambo mengine yote hayawezi yakaenda sawa. Lakini pia pale ambapo kuna magomvi katika ndoa hizo, hebu ukawaondolee magomvi haya, wakanie mamoja, wakatende mambo sawa sawa na mapenzi yako, na kila kitu kikawe kwa ajili ya kukutukuza wewe. Asante Mungu wetu kwa sababu umesikia na ukawatendea wanandoa mambo makubwa, nasi tutalinua na kulitukuza jina lako. Sasa anapoendelea mwingine kuomba, hebu unganisha maombi haya ukajibu sasa na mapenzi yako. Na ndio ombi langu katika jina la Mwana Yesu Kristo, jina lililo kuliko majina yote. Amen. Baba wa mbinguni, mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani, jina lako litukuzwe sana, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, kimbilio, msaada, Mungu mwenye fadhili nyingi katika maisha yetu. Baba, asante sana kwa ajili ya ombi hili la wanandoa. Baba mwema, tunawaombea wanandoa wa kanisa hili. Unajua mambo wanayoyapitia katika maisha yao. Wapo wengine ambao wamekata tamaa hata kusali, wameona haina maana. Baba, katika muda huu, ikiwa wapo katika kanisa hili, ninakuomba ukazungumze nao kwa sauti ya upole, ukawarejeshee matumaini tena katika ndoa zao, ukawape amani na uwarudishe katika kanisa lako. Baba mwema, kuna wengine ambao wana migogoro mikubwa sana, hata wamefika mahali waone Mungu. Wengine ni vipigo, wanapigana, wamekosa matumaini. Wengine hata vyumba wametengana, wengine hata wameanza kugawana mali. Baba, unachukizwa na mambo hayo. Ninakusihi katika kiti chako cha enzi, ikiwa yupo mwanandoa ambaye analia kila siku kwa ajili ya ndoa yake, yatosha sasa Baba kulia, naomba umsaidie, anapokuja ukupatie na kujibu haja ya moyo wake. Baba mwema, mengine hata hatuwezi kuyazungumza maana hatuyajui, na wewe ndio unayejua mioyo yetu. Ninakusihi sana, kanisa hili likawa ni mfano wa kanisa lenye ndoa zenye furaha. Ukawasaidie watoto wako, wakawe mfano bora kwa vijana, wakawe mfano bora kwa majirani na hata ndugu wasiokufahamu wewe. Baba mwema, tunakuomba rejesha vicheko, furaha, matumaini, unganisha upya pale ambapo pamevunjika, na Baba, usiruhusu watu kuachana katika kanisa hili. Mahitaji mengine unayajua ambayo tunakabiliana nayo katika ndoa, lakini nachokuomba tu usahitaji la kila mmoja. Asante Yesu kwa kusikia maombi yetu, katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Basi baada ya maombi hayo, mwishoni pia tutakuwa na maombi tena. Ninaomba tuendelee katika somo la leo. Somo la leo ni mfululizo tu wa masomo mengine, na utaona katika mfululizo huo masomo yanayofanana sana. Somo la leo linasema nafasi takatifu ya muda wa familia, kupinga udhalimu wa mlio wa simu. Nafasi takatifu ya muda wa familia. Mwandishi ameita muda wa familia kama muda mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Yaani nahisi ni katika kutuonyesha kwamba muda wa familia ni muda wa muhimu sana ambao kila mmoja anapaswa auheshimu. Katika masomo yaliyopita tumezungumza mambo mengi sana, na jana tulipokea shuhuda ya mambo ambayo tayari tumeshaanza kuyafanyia kazi. Sasa labda niulize, wangapi katika familia zao tayari wameshapanga muda ambao watakuwa pamoja katika mazungumzo? Kiacha ile ya chakula, sasa tuingie kwamba tuna muda tu maalum wa kila
kujuliana hali na siku imeendaje. Ngapi ambao tayari tumeshapanga kufanya hivyo? Hakuna. Lakini ninajua huenda ni kwa sababu ya ratiba zetu ngumu. Huenda ni ratiba zetu zimekuwa ngumu, lakini kwa kadri Bwana atakavyotujalia, tutenge huo muda ambao kila siku tutapata vitu kutoka kwa wanafamilia, na hilo hasa linamhusu baba. Baba ana uwezo, na baba mlioko hapa na wale mnaofuatilia, mjue kwamba nyie Mungu amewaweka kutoa mwelekeo katika familia zenu. Kwa hiyo kadri mtakavyoweza kupanga muda uwepo, basi huo muda utakuwepo. Baba mkishirikiana pia na mama. Simu inayoita na kujibiwa muda maalum wa familia ni kikwazo. Wangapi hawajawahi kukutana na kikwazo? Nani hajawahi kukutana na kikwazo? Yaani uko katika muda fulani wa familia ambao unaona ni muhimu, mambo fulani yanazungumzwa, muda wa faragha wa wanandoa, alafu simu inaita. Je, ni kikwazo si kikwazo? Mbona tuzungumzi jamani? Si ni kikwazo? Tena wengine hapa wakiwa wanakasirika na kuongea maneno makali kweli kweli. Ninaongea na yaani kuna mambo yanaweza kutokea. Kwa hiyo mwandishi anathibitisha kuona kwamba mambo ya namna hiyo katika familia ni kikwazo. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza mahali fulani, elewa kwamba jambo kama hiyo halitakiwi. Na ndio maana katika masomo tuliojifunza katika siku zilizopita tukasema kwamba ni vizuri simu ikaa mbali. Unajua kuna wakati simu iko karibu na unajaribiwa tu, na simu zimeshakuacha kiasi kwamba ukikaa kidogo tu unatamani kuangalia, kuna habari fulani ufuatilie, lakini hata kama huna cha kufuatilia, basi tu peruzi. Na ndio maana unakuta wengine sasa migongo yao hapa, ile mwili tayari umeshatengeneza namna fulani ya mgongo kaa hivi. Kwa nini unakaa hivi? Ni kwa sababu muda wote amezoea kuinama na kuiangalia simu. Anatembea, wale ambao wanaweka earphone wameziweka masikioni mwao, halafu anatembea. Yaani anaweza kugongwa, anaweza kufanya lolote, usikivu unazidi kupotea. Kwa hiyo hayo yote ni vikwazo. Muda wa familia ni bora, ni wa thamani na unapaswa kulindwa. Haya ni mambo ambayo tumezungumza hata katika somo lililopita, na mwandishi kwa nini analileta sana ili jambo? Anazidi kulisisitiza. Ikiwa bado tulikuwa tunalegalega kwenye kufanya maamuzi nini cha kufanya, sasa mwandishi bado anaendelea kulisisitiza kwangu na kwako, ili kwamba liweze kufanywa kazi. Lakini tunaupata mfano wake Yesu mwenyewe. Yesu alikuwa na muda wa yeye mwenyewe wa faragha. Tunasoma visa vya Yesu, anafika sehemu kwenye makutano wanamkusanyikia, wanaenda wanamzunguka, wakati mwingine anakosa hata muda wa kula chakula. Lakini pamoja na hayo yote, Yesu alitafuta muda wa faragha. Na sisi pia tunapaswa kuwa na muda wa namna hiyo. Lakini Yesu alikuwa na muda na wanafunzi wake, na wanafunzi wa Yesu walikuwa ni wale wa familia ambao wanakaa wanafanya mazungumzo, na kwa kufanya mazungumzo alikuwa anagundua changamoto wanazozipitia, lakini anagundua pia mahitaji yao, lakini anagundua tabia zao. Kwa hiyo wazazi pia, hii ni sehemu nzuri ya kuwasaidia watoto wetu kabla hawajaenda mbali zaidi. Tenga muda kadri inavyowezekana. Kaa na familia, kaa na mke wako, mfanye mazungumzo ambayo yanaweza yakajenga. Lakini pia usumbufu wa milio ya simu wakati wa muda wa familia au faragha unafananishwa na wabadili fedha hekaluni. Kumbuka Yesu alipoingia hekaluni akakuta watu wanafanya nini? Biashara. Anasema tunapoingilia muda huo wa faragha tunafananishwa na wale watu ambao waliacha maeneo mengine wakaingia hekaluni kufanya nini? Biashara. Ni
kufanya kitu ambacho si mahali pake. Kwa hiyo tujue kwamba tunapofanya vitu vya namna hiyo, Mungu yeye hapendezewi. Kama vile Yesu aliposafisha hekalu ili kurejesha kusudi lake takatifu, ndivyo familia zinavyopaswa kulinda muda wao dhidi ya uvamizi wa huduma wa kidijitali. Tunafanya uvamizi wa muda wa familia. Unapotumia masaa yale ambayo tulizungumza katika kipindi kilichopita, muda wa kulala, muda wa kula, tunafanya uvamizi katika familia zetu. Athari kubwa hutokea kwa watoto wetu ambazo zitaenda kizazi baada ya kizazi. Yaani kama wanamuona baba muda wote uko na simu, mama muda wote uko na simu, hajaji azungumzi na mtu afanye nini. Sasa kwa kadiri sisi tunapofanya hivyo, watoto wetu wenyewe watafanya zaidi ya sisi. Sasa unaweza ukafikiria kama baba au mama umeenda mbali kiasi gani, alafu waambie kwamba mtoto wako ataenda umbali zaidi ya huo ulioenda wewe. Ni hatari au sio hatari? Ni hatari. Masomo haya kwetu sisi yanaweza yasiwe na nani sana, huenda labda hatujaadhirika sana, lakini kwa wenzetu huko athari ni kubwa, kwa sababu kila kitu ni simu. Ukifika sehemu, kila mtu yuko na simu yake, hamna mazungumzo. Kwa hiyo huenda sisi limekuja somo hili litupe kama alarm kwamba kuna mahali tutafika ambapo tutashindwa kurudi kwa haraka. Kwa hiyo ni vizuri tukachukua hatua ambazo zinaweza kutusaidia. Alafu kuna kitu kinaitwa techno stress. Yaani teknolojia inatupatia stress. Ndio kitu ambacho kinatukabili sasa hivi. Tuko na stress hizo nyingi sana tu. Kutaka kujibu kila simu, hata katika mazungumzo ya maana. Yaani wewe simu itakayoingia, ukisikia message akili inaruka. Kuna utulivu tena, unataka usome message. Simu inaita, unajua kabisa hapa nina mazungumzo ya muhimu, sitaki kupokea simu, lakini utaona. Na leo utaona hata kanisani hakuna watu ambao wanapokea simu kanisani. Yaani yuko kwenye ibada kanisani, lakini anachukua simu yake na anaongea kwa sauti ya chini na anamwambia yuko kwenye ibada. Yuko hapo kwenye ibada. Lakini hata nyumbani pia kuna nyakati ambazo ni muda wa ibada ya familia, lakini simu ikiita unatoka unakimbia kufanyaje? Kuipokea kwanza, alafu unarudi. Na simu zingine sasa zinaita ni zile za mitandao. Kwa mfano Vodacom au Tigo. Unaona kabisa inaita, unakimbia kwenda, alafu inakwambia maneno yake ya matangazo. Unakuwa umekosa point kwenye ibada, umekosa kuunganishwa na Mungu wako, lakini umeendelea kusikiliza mtu akastamakia wa Tigo au Voda au nini. Kwa hiyo ni vizuri sana tukazitumia simu zetu hizi kwa uangalifu mkubwa sana, na haya mambo ni ya kuamua tu mwenyewe. Yaani wewe mwenyewe tu amua kwamba mimi muda wa ibada nitaweka simu yangu pembeni. Mwanzoni ni ngumu sana, lakini baadaye inawezekana. Lakini kuna zile kazi ambazo jana tulizungumza, ambazo mtu anatoka nazo ofisini anafanyia nyumbani. Jamani, kuna watu ambao wameshaathirika na hilo. Yaani hataki kuacha kazi ofisini, anachukua tena ofisini, akirudi anafanyia nyumbani. Zamani mimi nilikuwa mmoja kati ya hao watu, na nilikuwa nachukua kabisa kazi, naona kabisa kwamba kesho nikiamka, nikifika nitafanya 1, 2, 3. Kwa hiyo ngoja haya nimalize leo ili kesho kwa niko labda hata nichelewe kulala, nifanye, lakini nifanye kazi za ofisini. Ila baadaye zangu nilikuja kuwaza mara mbili, nikasema sitaki hata kwa nini. Nikimaliza ninafunga vitu vyangu vyote, ninaondoka kwenda nyumbani. Nafika nyumbani niko huru na kufanya mambo yangu, na hata kama hivi basi nikae tu niimbe, basi nikae tu nisome Biblia, au nikae tu nifanye jambo lingine lolote, lakini si kazi. Kwa hiyo pia si kazi rahisi, kwa sababu wakati nafikiria kuacha hivyo, bado kuna wakati nilikuwa natamani nasema, lakini leo nyumbani mbona kama sina kazi nyingi, ngoja nichukue kidogo, nitakuwa napitia nafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Nikakumbuka ile sauti ambayo iliniambia kwamba nimekubali kuacha, niache. Kwa hiyo kuna vitu hata katika uraibu wa simu inawezekana, lakini tuchukue sisi wenyewe
jitihada za kuacha. Bwana asifiwe sana. Tuchukue jitihada za kuacha. Unajua sasa hivi hata kuna watoto ambao hawezi kula chakula mpaka wawekewe simu. Bila simu hali chakula. Hebu fikiria huyo mtoto wa miaka 2 au 1.5 akifikisha miaka 10 atakuwa na uraibu kiasi gani? Maana ameshazoea sana. Simu ni kitu cha kutamanika. Watoto ukiweka toy, ukiweka na simu, yeye atachukua simu. Hata utambuzi wa vitu bado hana, lakini anaijua simu na anajua toy. Sasa tujue kwamba hapa haya masomo ni alama tu, yanazidi kutuandaa kwamba ni namna gani mitindo yetu ya maisha tuweze kuibadilisha. Kwa kufanya hivi, kwa kuweka simu zetu kando na kuangalia, tutajenga vifungo vya kudumu na familia zetu pamoja na usalama wa kihisia. Lakini zaidi sana tutajenga uhusiano wa karibu na Mungu wetu. Hizi ndoa, familia tunazozisema bila kuunganishwa na Mungu hakuna kitu. Yaani utazima simu, utaweka chumba kingine, sijui utawahi kurudi nyumbani, utapanga muda wa mazungumzo tu ya familia, lakini kama hatujaunganishwa sisi wenyewe na Mungu, ni kitu kigumu sana tena kuja kuanza kuleta furaha kwenye familia. Kwa kikubwa tuunganishwe na Mungu, tufungamanishwe vizuri kabisa, furaha ya kweli itapatikana katika familia zetu. Mungu wetu aweze kutubariki sana katika jioni hii ya leo. Atusaidie, lakini tunapokuwa tunatafakari, hebu tuweze kujiuliza maswali kila mmoja wetu kwamba simu imetusaidiaje kujenga familia. Tulisema kwamba simu sio mbaya, kuna upande mwingine kwa kujenga. Sasa jiulize tu imetusaidiaje. Lakini simu kwako zinakupa changamoto gani? Ni changamoto gani ambazo unazipata? Lakini familia yako inaathirikaje na mfumo wa kidijitali? Kwamba muda mwingi tuko na simu. Familia zetu zinaathirikaje? Ikiwa ni watoto wako wanaathirikaje na wewe mama ambaye muda wote uko kwenye simu? Lakini ibada ya familia, ibada yetu ya familia inaendeshwaje? Ni ile tu kuwahi kwamba leo kuna mechi, ni ile kuwahi kwamba kuna tamthilia fulani, ni ile kuwahi kwamba kuna kipindi fulani, tunafanyaje? Lakini je, simu yako ni utumwa? Ni maswali ya kujiuliza hayo, na Bwana awabariki sana. Tunapoingia katika maombi, tunaenda kuomba pia kwa ajili ya mambo yale ambayo kuna jambo fulani ambalo umekuwa unaliombea sana. Yaani ni kitu kinakukosesha amani na unatamani Bwana aweze kuingilia kati. Kama una jambo kama hilo, waweza kunyanyuka na kupita mbele. Yawezekana ni uraibu wa juma hili tulizozungumza habari ya simu. Yawezekana ni jambo fulani. Usipite mbele kwa sababu kuna mtu fulani anapita. Lakini pita kwa sababu una jambo fulani ambalo unatamani kabisa kwamba Bwana, hili jambo bila wewe mimi hapa ninaanguka. Hakuna litakalowezekana. Hakuna. Kwanza si ajabu, ni jambo ambalo limekupatia hofu kubwa. Katika Isaya 41:10 anasema kwamba usiogope, kwa maana yeye yuko pamoja na wewe. Ni hofu gani ambayo unaipitia katika maisha yako? Ni maombi kiasi gani ambayo umeleta si ajabu katika maboksi? Ni vilio vingapi ambavyo umelia na Bwana ili aweze kujibu maombi yako? Bwana leo yuko tayari kusikia maombi yetu. Bwana yuko tayari kutusikia tunapoomba maombi hayo. Tunapoimba ule wimbo tulioimba, ule wimbo ambao tuliimba mwanzoni, namba 140, Yesu anasema, Yesu anasema 119, sawa, tutaimba huo wimbo namba 119. Tutaimba, kiongozi unaweza kuongoza wakati kila mmoja anamwambia Bwana shida yake. Tutaimba beti la kwanza na la pili, halafu mchungaji wetu
kulitukuza jina lako katika saa hizi za jioni na giza likiwa. Asante kunena nasi kwa namna nyingine tena jioni. Asante kutumia mtumishi wako uliwasilisha neno hili ambalo kwa sehemu ni maonyo kwetu na tunalitumia vyombo hivi ulivyotupatia vya mawasiliano, hata kuchukua nafasi ambayo ilipaswa iwe nafasi ya familia. Tuhurumie Mungu wetu, tuokoe na tuponye. Neno hili ambalo limekuwa ni ushauri pia na maelekezo ya namna ya kuweza kuenenda vyombo hivi. Asante maana ni vifaa bora kwa ajili ya mawasiliano na shughuli nyingi, lakini tusaidie kujua namna ya kutumia katika hali iliyo bora na sahihi, ili visitupotoshe na kutuondoa katika udhibiti wetu wa wokovu. Asante kwa sababu tumeitika wito ambao umeweka kwenye kinywa cha mtumishi wako, kwamba yeyote mwenye jambo gumu linalomsumbua na apige hatua, na tunapiga hatua kweli. Kanisa zima linaitika. Maana yake ni kwamba hakuna sina jambo ambalo linahitaji tu ufumbuzi kutoka kwako. Wewe umeahidi Bwana, sema katika neno lako kwenye kitabu kile cha Yeremia 29:11 kwamba mawazo unayotuwazia ni mema, kutupatia siku zetu za mwisho mambo yaliyo mema katika maisha yetu. Asante maana utayatimiza sawa sawa na neno zako. Wewe ni Mungu na sisi ni viumbe. Wewe ni mwenza wa kila jambo na sisi hatuwezi lolote ya kutupa uweza wako. Kwa hiyo mahitaji yetu na mambo hayo ambayo tumeyabeba, tunapoyawasilisha kwako, kila mmoja moyoni mwake, soma mioyo ya watu wako sasa Bwana, na kila mmoja anapowasilisha jambo lake kwako katika saa hii, naomba usikie na utende, na kutana kila mmoja wetu na ujibu sasa na mapenzi yako. Katika dakika hii moja ambapo kila mmoja sasa tunakaa kimya, ili tukuwasilishie mahitaji yetu hadi kufanya tusongee mbele. Sikia maombi ya watoto wako na ujibu sasa na neema zako. Wewe Bwana,
Sara, kuna neno gani gumu la kukushinda? Na ukatamka ya kwamba panapo majira yale mwakani angeweza kupata mtoto, na kweli alipata akiwa katika uzee wake wa miaka 90. Kuna neno gani lilo gumu la kukushinda? Wakati wa Yeremia liliulizwa hili swali na ukatamka ya kwamba hakuna neno gumu linalokushinda Bwana. Ni neno gani katikati ya watu wako hawa ambalo linaonekana limeshindikana, hata haliwezekani kuisha katika maisha yao, haliwezekani kuinuka kama limeanguka, haliwezekani kurekebishwa kama limeharibika? Ni neno gani Bwana? Hakuna neno gumu la kukushinda Bwana, wewe ni Mungu. Watendee watu wako sawa sawa na mahitaji yao na maombi yao walioleta kwako, katika jina la Yesu.